Urejesho kwenye eneo la ndoa unauhitaji. Lakini urejesho ndani ya ndoa unaohitaji, je, ndani ya ndoa yako Mungu yupo? Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina, ubariki. Urejesho kwenye eneo la kiroho unauhitaji. Je, huo kwenye eneo la kiroho unauhitaji, Mungu yupo? Urejesho kwenye eneo la uchumi na kadhalika. Kwa hiyo tutaombea maeneo mbalimbali ya maisha yetu. Nisikilize vizuri. Yesu ni mwalimu mwema, ni mwalimu mzuri. Bwana Yesu asaidie. Elewa hichi kitu. Yesu ni mwalimu mwema. Yesu ni mwalimu mzuri sana. Alipokuja duniani hakutaka tuwe gizani, alitaka tuwe kwenye nuru. Bwana Yesu atusaidie sana. Alitaka tusiwe wajinga, alitaka tuwe na hekima. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amen, ubariki. Kwa hiyo uelewe kabisa, wakati Yesu anakuja katika ulimwengu huu, alitaka tusiwe gizani, alitaka tuwe katika nuru. Alipokuja katika ulimwengu huu, alitaka tusiwe wajinga. Bwana Yesu atusaidie sana. Sema amina na utabarikiwa. Alitaka tuwe na ufahamu, na ndio maana akasema fahamu zetu zitaongozwa na Roho Mtakatifu. Tusijiongoze sisi wenyewe. Alitaka tuwe na ufahamu juu ya mambo ya mwilini na juu ya mambo ya rohoni. Kwa hiyo kuja kwake Yesu katika ulimwengu huu, alihitaji tuwe na ufahamu juu ya mambo ya mwilini. Alitaka tuwe na ufahamu pia juu ya mambo ya rohoni. Bwana Yesu atusaidie sana. Hebu inua mikono yako, sema Bwana Yesu. Bado sauti sijaisikia. Sema tena, Bwana Yesu, ninaomba uniwezeshe leo na Roho wako Mtakatifu anisaidie niwe na ufahamu kwa ajili ya mambo ya rohoni, niwe na ufahamu kwa ajili ya mambo ya mwilini. Hebu inua tena mikono yako juu, sema Bwana Yesu. Sema tena kwa sauti yako, Bwana Yesu, ninaomba unisaidie leo, Roho wako Mtakatifu na nguvu zako ziniwezeshe kuelewa ya rohoni na kuyafahamu katika mwili. Yesu nisaidie. Amen. Mungu akubariki siku ya